Wewe ni Mungu unayetupenda. Asante kwa upendo wako katikati yetu. Asante kwa rehema na fadhili zako katika maisha yetu. Wewe watulinda, wewe watutunza. Asante kwa kibali ulichotupa ya kwamba tusimame mbele zako tukuabudu wewe. Tukuabudu Mungu uliye mkuu, Mungu uliye mtakatifu, Mungu mwenye uweza wote, Baba wa wote wenye mwili. Sisi ni watoto wako. Asante kwa upendo wako wa ajabu katikati yetu. Wewe unatupenda, unatupenda Bwana. Asante kwa ajili ya sadaka ya mwanao mpendwa Yesu Kristo aliyeitoa pale Calvary hata ukatuokoa sisi. Libarikiwe jina lako na lihimidiwe jina lako. Asante kwa ibada nzuri ya kukusifu na kukuabudu. Asante kwa kuwa umekuwa katikati yetu. Baba, ibada hii ni yako. Tunazidi kuikabidhi mikononi mwako. Endelea Bwana kutuhudumia hata katika vipindi vyote vilivyoko mbele zetu. Roho wako mwema aendelee kutuatamia, aendelee kututia nguvu na kutufunulia yaliyo mapenzi yako. Nasi tunainama sana, tunanyamaza kimya mbele zako. Wewe useme nasi, tukemee, tufundishe, tuonye. Tuko tayari Bwana kusikia kutoka kwako. Ni katika jina la Yesu mwanao Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu akubariki. Unaweza kukaa. Asante watu wa praise team, wapigaji na mafundi mitambo. Mungu awabariki sana. Asante kwa wewe ambaye uko pamoja nasi, uko hapa kanisani, na wewe ambaye unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Endelea kutufuatilia. Mungu atakuhudumia, kwake hakuna umbali. Ukifungua moyo wako, yeye atakuhudumia. Namshukuru Mungu sana kwa asubuhi ya leo, kwa neema yake alionipa nisimame mbele yako mtakatifu wa UCC. Na wewe unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu kiongozi na mama. Asante kwa kutupa nafasi, kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele ya watakatifu. Na nikushukuru wewe ambaye umekuja kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa bado tuko kwenye majira ya Pasaka, niwatakie na kuwatamkia heri ya Pasaka. Heri ya Pasaka. Amefufuka, yuhai leo. Amefufuka, yuhai leo. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki. Na kama tulivyotangaziana, leo ni siku nyingine tena, siku njema ambayo tunaenda kushiriki meza ya Bwana. Na tuliwatangazia tangia Jumapili iliyopita ili tuweze kujiandaa na kujiweka vizuri kwa ajili ya kushiriki meza ya Bwana. Na kabla ya kwenda kushiriki meza ya Bwana, tutapitia maandiko kwa kifupi, alafu tutaendelea. Na andiko fupi ambalo au somo fupi ambalo tutaliangalia asubuhi ya leo, nimelipa kichwa kinachosema agizo la kutukumbusha. Agizo la kutukumbusha. Maandiko yetu ya msingi yanatoka Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 19 mpaka wa 20. Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 19 mpaka wa 20. Alafu tutaenda kusoma Wakorinto wa kwanza, waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 11 mstari wa 23 mpaka wa 26. Injili ya Luka
mstari wa 19 mpaka wa 20. Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 19 mpaka wa 20. Ni Yesu na wanafunzi wake. Maandiko yanasema akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Tukisoma Wakorinto wa kwanza, waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 11 mstari wa 23 mpaka wa 26. Maandiko yanasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana alibariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimesema ujumbe wetu na kichwa kinachoitwa agizo la kutukumbusha. Katika Biblia kuna maagizo mbalimbali ambayo Mungu ametupa. Kuna maelezo mbalimbali ambayo Mungu ametupa kwa ajili yetu. Na maandiko haya niliyosoma, tunaona Yesu aliwaagiza wafuasi wake, na pia analiagiza kanisa lake kushiriki meza ya Bwana kwa lengo la ukumbusho, kwa lengo la kutukumbusha. Na wafuasi wa Yesu Kristo ni mimi na wewe leo, ndio tulioko hapa. Kwa hiyo ametuagiza kupitia neno lake, ni agizo lake, kwamba tushiriki meza ya Bwana kwa ajili ya ukumbusho. Na Yesu anataka tumkumbuke yeye kwanza, tumkumbuke yeye na kazi aliyoifanya pale Calvary, na faida ya ile kazi aliyoifanya. Na unajua, kama hatumkumbuki na tukaikumbuka kazi aliyoifanya na matokeo ya kazi yake aliyoifanya, Ukristo wetu hautakuwa na athari yoyote. Lakini kama tunamkumbuka yeye na kazi aliyoifanya na matokeo ya ile kazi, Ukristo wetu lazima utakuwa na nguvu sana katika maisha yetu. Na ili tuweze kukumbuka hayo, ametupa ukumbusho. Tunaposhiriki meza ya Bwana, inatukumbusha yale ambayo Yesu ameyafanya. Tunamkumbuka Yesu mwenyewe na kazi yake. Tunakumbuka matokeo ya kazi yake pale Calvary. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo twende tukaangalie mambo machache, baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tuyakumbuke tunaposhiriki meza ya Bwana. Maana Luka amesisitiza kwamba Yesu mwenyewe alisema, mnaposhiriki kikombe na mkate mnanikumbusha, huo ni ukumbusho wangu. Na Mtume Paulo kwenye waraka wa Wakorinto, waraka wa kwanza, amelirudia hili neno mara mbili, kwamba kikombe ni kwa ajili ya ukumbusho wa Yesu, ni kwa ajili ya kazi yake aliyoifanya, ni kwa ajili ya matokeo ya kazi aliyoifanya pale msalabani. Na kupitia meza ya Bwana, Yesu anataka tukumbuke alivyojitoa kuwa sadaka au dhabihu kwa ajili yetu kupitia kifo cha aibu msalabani. Yesu
anataka kanisa lake, anataka wafuasi wake kupitia meza hii ya Bwana akumbuke dhabihu ya gharama kubwa aliyoilipa Yesu. Tuliokuwa kwenye semina ya wiki la Pasaka, mchungaji wetu alitufundisha na akatuonyesha picha ya yale Yesu aliyoyapitia, na akasema ile picha ni sehemu ndogo sana ya yale Yesu aliyoyapitia. Kwa kweli ile picha huwa mimi sitamani kuiangalia sana, kwa sababu ni kitu kinachotisha ambacho huwezi kupata picha ya karibu sana. Ni kwa nini huyu mwana wa Adamu Yesu Kristo alipitia mateso makali kiasi kile kwa ajili yangu? Huwezi kupata hiyo picha ya upendo ambao Mungu ameuonyesha kupitia mwanawe Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo Yesu anatamani kupitia meza ya Bwana tukumbuke ile dhabihu yake aliyoitoa pale msalabani. Ni dhabihu ya gharama kubwa sana. Ni dhabihu, ni sadaka ya gharama kubwa sana. Yeye alijitoa mwenyewe, ndivyo maandiko yanavyosema. Na yeye mwenyewe anasema hii damu inayomwagika ni kwa ajili yetu. Yesu alipata yale mateso, alipata zile shida ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 13 mpaka wa 14. Kitabu cha Waebrania sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa 13 mpaka wa 14. Maandiko yanasema, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 14 anasema Yesu alijitoa sadaka, alijitoa kuwa dhabihu kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Na tunaposhiriki meza ya Bwana tunatamani, Yesu anatamani kwamba tukumbuke kwamba alijitoa dhabihu kwa ajili yangu, alijitoa dhabihu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Alilipa gharama kubwa kwa ajili yetu sisi sote. Jambo la pili ambalo Yesu anatamani tukumbuke tunaposhiriki meza ya Bwana, Yesu anataka tukumbuke na kufahamu sisi tunalo agano na Mungu aliye hai. Tunalo agano na Mungu aliye hai lililofanyika kupitia damu yake. Agano hili limefanyika kupitia damu yake. Maandiko yanasema damu hii inayomwagika ni kwa ajili ya agano. Yesu amefanya, Mungu amefanya agano na sisi kupitia damu ya Yesu. Na uhusiano wetu na Mungu au uhusiano wa mtu na Mungu umejengwa kwenye msingi wa agano. Ili tuwe na mahusiano na Mungu aliye hai, lazima pawe na agano lililofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ukisoma Biblia tangia mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna agano ambalo Mungu amefanya na mwanadamu pasiwepo damu. Lazima damu iwepo. Na agano alilofanya Mungu na sisi ni kupitia damu ya mwanae Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi na wewe tuna mahusiano na Mungu aliye hai. Yeye anafanyika baba kwetu na sisi tunafanyika watoto wake. Tuna mahusiano maalum. Wewe una mahusiano maalum na Mungu aliye hai. Na ndio maana ukimuomba anasikia, ukimuita anaitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia meza ya Bwana tunatakiwa
tukumbuke au mimi nikumbuke, nina agano na Mungu aliye hai, nina mahusiano na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma Biblia maandiko, kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 32 mpaka 33, kitabu cha Yeremia mstari wa 31, sura ya 31, samahani, kitabu cha Yeremia sura ya 31 na mstari wa 32 mpaka 33, utakuta Mungu anazungumza na Israeli, anazungumza na taifa la Israeli. Anaongea na hawa watu akiwaambia kwamba nilifanya agano na nyinyi, lakini lile agano langu mkalivunja. Ukisoma ukianzia mstari wa 31 anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Hapa Mungu anaongea na taifa la Israeli na Yuda, akisema zitakuja siku ambazo atafanya agano nao, ambalo agano hilo sio kama lile ambalo lilikuwa katika sheria, bali sheria zitahama na kuingia ndani ya mioyo yao. Ndipo sasa Mungu anasema sasa, hapo ndipo sasa watakuwa na uhusiano na mimi. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Alikuwa anaongea kipindi ambacho Mungu atafanya agano jipya kupitia damu ya Yesu Kristo na taifa la Israeli. Kwa sasa bado hawamfahamu Mungu. Wako baadhi wanaomfahamu Mungu, lakini sisi ambao tumeingizwa hapo kupitia hiyo damu ya Yesu Kristo, tumeingia agano na Mungu aliye hai. Biblia inasema Mungu anakuwa pamoja na sisi, tunakuwa na mahusiano pamoja naye kupitia damu ya mwanao Yesu Kristo iliyomwagika, damu ya agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa, tuko pamoja. Jambo la tatu ambalo Mungu anatamani tulikumbuke na kulifahamu tunaposhiriki meza ya Bwana, kwa kuwa ni ukumbusho, agizo la ukumbusho. Mungu anataka tukumbuke na kufahamu ya kuwa tumekombolewa kikamilifu. Mimi na wewe tumekombolewa kikamilifu. Sadaka ya damu ya Yesu aliyoitoa pale msalabani haijamkomboa mtu nusu-nusu, haijabakiza kichochote ambacho ni cha shetani ndani ya maisha yetu. Tumekombolewa kikamilifu. Na jambo hili tumesisitizwa sana kwenye semina ya wiki la Pasaka juu ya ukombozi. Mchungaji wetu ametufundisha vizuri sana, na tutaendelea kuzungumza, maana ukombozi ni kiini cha msingi sana cha Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukombozi ni kazi ya msingi sana ambayo ilimtoa Yesu mbinguni kuja duniani. Alikuja hapa ili atukomboe. Haleluya wapendwa. Ukombozi ni hitaji kuu la mwanadamu. Kwa hiyo Yesu anatamani tunaposhiriki meza ya Bwana tukumbuke ya kwamba tumekombolewa kikamilifu. Na hakuna sadaka inayoweza kumkomboa mwanadamu, hakuna elimu inayoweza kumkomboa mwanadamu, hakuna nguvu inayoweza kumkomboa mwanadamu, hakuna mtume anayeweza kumkomboa mwanadamu, hakuna nabii anayeweza kumkomboa mwanadamu. Yuko mmoja tu ambaye amekamilisha ukombozi wa mwanadamu, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tumekombolewa kikamilifu kutoka kwa shetani na maonevu yake yote.
Mchungaji kiongozi pamoja na mchungaji Godwin Pasco walitufundisha vizuri sana kwamba wana wa Israeli walipokombolewa kutoka Misri, walivyotoka Misri, yule Farao hakuwa na mamlaka tena juu yao, wala ile mizigo ya Kimisri haikuwa na nguvu juu yao, kwa sababu wameshatolewa chini ya mmiliki aliyekuwa na watawala. Na sisi tumekombolewa kikamilifu kutoka kwa shetani na nguvu zake zote. Tumekombolewa kikamilifu kutoka dhambini na njia zake na mienendo yake mibaya yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Kwa hiyo si haki kabisa na si halali kabisa kuambiwa wewe una laana. Si haki na wala si halali. Si haki na wala si halali kuambiwa utoe vitu fulani fulani ili ukombolewe. Si haki na si halali. Kukimbia huku na kule, unataka ukakomboe mzaliwa wa kwanza, ukakomboe sijui ardhi, udongo. Kwani udongo umefanya nini? Kwa hiyo Yesu anatamani tukumbuke hayo. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tujione ya kwamba sisi tumekombolewa kikamilifu. Na kama kuna vitu vinavyobaki kwenye maisha yako, ni vizuri kabisa kuviambia, mimi nimekombolewa kikamilifu. Mimi si mali ya mateso na mashetani, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Maandiko yanasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Anasema nanyi mlikombolewa kwa damu ya thamani. Tumekombolewa kikamilifu. Kumbe fedha ni vitu vinavyoharibika, dhahabu ni vitu vinavyoharibika. Anasema mkumbuke ya kwamba ninyi hamkukombolewa kwa fedha na dhahabu, vitu vinavyoharibika. Kwa hiyo fedha yako haiwezi kukukomboa, dhahabu yako haiwezi kukukomboa. Iko damu ya mwana kondoo iliyomwagika msalabani Calvary. Yesu anatamani tunaposhiriki meza ya Bwana tukumbuke na kufahamu ya kwamba sisi tumekombolewa kikamilifu. Utaanza kuniambia mbona na hiki je kipo? Mbona na hiki kipo? Mchungaji alitufundisha vizuri sana kwamba wana wa Israeli waliahidiwa nchi ya Kanaani. Sawa? Lakini ile nchi hawakwenda tu kwenye usingizi wakaenda wakakaa mle. Ilibidi wapigane vita. Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji ni wa kwako. Kumiliki tumeahidiwa kwamba sisi ni wamiliki, ni kweli. Na hakuna kumiliki pasipo kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Pigana, pambana kwa jina la Yesu, na Mungu wetu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la 4 ambalo Yesu anatamani tukumbuke tunaposhiriki meza ya Bwana, anatamani tukumbuke na kufahamu upendo wake kwetu. Namna gani alivyotupenda, namna gani anavyotupenda. Unajua usipokuwa na vitu vya kukukumbusha ni rahisi sana ukatoka nje ya mstari. Kwa hiyo anatamani tukumbuke na kufahamu namna alivyotupenda. Upendo ambao Yesu ameuonyesha kwetu ni upendo mkubwa sana wapendwa. Upendo ambao Mungu ametuonyesha sisi ni upendo wa ajabu. Ni upendo ambao huwezi kuupata kwa mtu yoyote yule. Na ndio maana tunasema upendo wake ni upendo wa agape, ni upendo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Na tukisoma kitabu cha Warumi ile sura ya 5, Warumi 5 mstari wa 8 mpaka wa 11. Warumi 5, kitabu cha Warumi 5 sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 11. Maandiko yanasema, bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Kwa hiyo Mungu anataka tukumbuke na kufahamu upendo wa Mungu katika maisha yetu. Ni upendo wa ajabu, ni upendo mkuu sana, ni upendo ambao haulinganishwi na kitu chochote. Maandiko yanasema ya kwamba katika upendo huo tumehesabiwa haki, yani tumeondolewa hatia. Hatuna hatia mbele za Mungu, na tusitembee katika hatia tena, hata kama ulifanya mambo mabaya, kwa sababu ya upendo wa Mungu. Anasema Yesu mwenyewe alikufa tungali wenye dhambi. Hakufa tukiwa watakatifu, hakufa tukiwa wema, alikufa tungali wenye dhambi. Tena sisi ndio tuliomkataa tukamsulubisha mwana wa Mungu. Katika hali hiyo hiyo bado Mungu akatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Akatufia. Anasema baada ya kutufia, tukahesabiwa haki, tukaondolewa hatia, tukaonekana mbele za Mungu tunastahili. Na baada ya kuondolewa hatia tukapatanishwa na Mungu. Akauondoa ule uadui uliokuwepo kati yetu sisi na Mungu. Ule uadui uliondolewa kupitia upendo wa Yesu kutupenda na akatufia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anatamani tunaposhiriki meza ya Bwana tukumbuke upendo wake. Ukumbuke ya kwamba yuko mmoja aliyekufia wewe. Inakuwa ni vigumu sana mwanadamu kumfia mwanadamu mwenzake. Wengine huwa wanafia, wanakufa kwa sababu ya mashetani. Anasema naenda kuua ili niende mbinguni. Huo sio upendo. Sikiliza, yuko mmoja aliyekufa akalipa gharama tukahesabiwa haki. Kwa hiyo tunaposhiriki meza ya Bwana tunakumbuka huo upendo. Ni upendo wa namna gani? Yohana anasema tazameni ni upendo wa namna gani. Anatafuta picha ya kutueleza huu upendo wa Mungu kwetu sisi ni upendo wa namna gani. Anatafuta lugha, anakosa. Ni upendo wa namna gani? Yuko mmoja aliyelipa akatufia, akatuweka huru, tukaokolewa kutoka kwenye, ametuokoa na ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ghadhabu ya Mungu ambayo inahitaji mwokozi wa kututoa kwenye hiyo ghadhabu, na alipatikana, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho, nimesema tu ni baadhi ya mambo ambayo Mungu anataka tuyakumbuke tunaposhiriki meza ya Bwana. Jambo la mwisho, Yesu anataka tukumbuke na kufahamu ya kuwa sisi tuna ushirika na Mungu aliye hai. Sisi tuna ushirika na Mungu aliye hai. Mimi na wewe tuna ushirika na Mungu aliye hai. Hatuna ushirika na sanamu. Na mstari wa 9 wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 16 mpaka wa 21, Paulo alikuwa akiongea ushirika wa Mungu na wanadamu
kwamba ushirika huo huwezi kuchangamana na ushirika wa nguvu za giza. Anasema hivi, mstari wa 16, kikombe kile cha baraka. Nianzie mstari wa 14 ili tuweze kwenda vizuri. Anasema, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama na watu wenye akili, lifikirini ninyi ninenalo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, na sisi tulio wengi tu mwili mmoja. Kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wale wazilao dhabihu, je, hawana ushirika na madhabahu? Basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu? Au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Au twamtia Bwana wivu? Je, tuna nguvu zaidi ya yeye? Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Paulo alikuwa akiwaandikia hawa wa Korinto, maana aliwakuta tayari wengine wameshaanza kujichanganya. Washaanza kula vyakula vilivyotolewa kwa sadaka ya sanamu. Kule Kilimanjaro, kama umefiwa kule Moshi kule, kama umefiwa, huwa kabla hawajamzika yule marehemu wanatafuta mbuzi. Wanasema hii mbuzi tunataka tumpatanishe na mizimu, tunasema dhalimu. Tunampatanisha na mizimu ya ukoo. Kwa hiyo yule mbuzi anachinjwa, mnatakiwa wote mle. Sasa mtu uliokoka, kama hujasimama vizuri, unajikuta na wewe tayari umeshajichanganya humo. Sisi hatuna shirika na mashetani, hatuna shirika na mizimu. Hata kama inakutesa kupitia meza ya Bwana, iambie kabisa, mimi sina shirika na wewe, mimi nina shirika na Mungu aliye hai. Kuna watu wanafanya sherehe zao za dini, alafu wanatukaribisha kwenye vyakula vyao. Hivyo vyakula vinatolewa sadaka kwa nani? Hatuna shirika na mashetani. Sawa wapendwa? Huu sio msimamo wa TAG, huu ni msimamo wa Biblia, ni maandiko. Paulo anasema sanamu, mna shirika gani na sanamu? Mnashiriki zile ibada ambazo na wao wananena kama sisi, wanaomba kama sisi, tunashirikiana nao. Usishirikiane na wanadamu, shirikiana na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokula mkate na kunywa kikombe, Mungu anataka tukumbuke, mimi na wewe tuna ushirika maalum kabisa na Mungu aliye hai. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuingiliana na giza, hatuwezi kuingiliana na kukubaliana na mambo ya giza, hatuwezi kuingiliana kabisa na mfumo wa mashetani kwa jina la Yesu. Hatuwezi kukubaliana kabisa na mifumo ya mizimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Wakorintho wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanae Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hiyo tunao ushirika na Mungu aliye hai. Hatuwezi kushiriki sadaka za matambiko. Wengine wanatushirikisha, tuna sadaka, tunataka tumfanyie baba misa. Alikufa lini? Hata mimi sikumbuki. Babu siyo wa babu, tuchange sadaka ya kwenda kumsomea misa.
Hizo ni sadaka za kishetani. Hatuna ushirika na mashetani. Sisi ni watu tulionunuliwa kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwambie umenunuliwa kwa damu ya thamani. Mtu asikulingishie kwa gauni lake la bei mbaya, mwambie mimi ni wa bei mbaya. Mtu asikulingishie kwa kiatu au suti yake ya bei mbaya, wewe mwambie mimi ni wa bei mbaya kuliko suti na kiatu. Bwana Yesu asifiwe. Tumenunuliwa kwa thamani kubwa, kwa upendo wa ajabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapoenda kushiriki meza ya Bwana, kuna sifa za mtu anayeshiriki meza ya Bwana. Jambo la kwanza, huyu mtu ni mtu aliyeokoka na anaishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujaokoka na uko katikati yetu, tutakupa nafasi ya kuokoka. Na ukishaokoka wewe utashiriki meza ya Bwana. Sawa mpendwa? Usipate shida, utashiriki. Ukishamwamini Yesu, ukishaokoka, ukishampa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, utaokoka. Kama umetengwa na uko chini ya adhabu kwenye makanisa lolote lile la kiroho, wewe hutaruhusiwa kushiriki meza ya Bwana. Kama umetengwa kwenye kanisa lolote, uko chini ya adhabu, wewe hutashiriki meza ya Bwana. Bali kama hujaokoka, nikupe nafasi ya kuokoka, ya kumfanya Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishaokoka wewe ni ruksa, unaokoka sasa hivi na unashiriki meza ya Bwana. Nawe utafanya kumbukumbu nzuri katika maisha yako, na inawezekana. Naomba tusimame. Simama pale ulipo. Nikupe nafasi ya kujichunguza. Nikupe nafasi ya kujipeleleza. Nikupe nafasi ya kuangalia moyo wako. Uko mahali ulipoteleza? Ni vizuri ukatengeneza. Usiende kupokea meza ya Bwana ukiwa na hatia ndani ya maisha yako. Maandiko yanasema kwa kufanya hivyo unapokea mapigo kwenye maisha yako. Lakini unaweza ukatengeneza na Mungu akakusaidia. Na nikupe nafasi ya kutengeneza maisha yako. Hapo ulipo unaweza ukafumba macho yako. Fumba macho yako. Ebu jitafakari. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Mahusiano yako na Mungu yakoje? Jitafakari. Na kama kuna mahali ambapo unaona kabisa hapa nahitaji damu ya Yesu initakase, yeye yuko tayari kukutakasa, kwa sababu alikupenda sana. Alikupenda ungali wenye dhambi. Na kama uko hapo unasema mimi sijawahi kuokoka, huu ni wakati wako wa kumpa Yesu maisha yako. Usiishi bila kumpa Yesu maisha yako. Ni wakati wako wa kuokoka, wa kumkaribisha Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kuokoka ni jambo rahisi sana. Ni jambo rahisi, tena jepesi mno. Wala halihitaji nguvu nyingi, halihitaji kuwa na fedha sui na nini. Ni kufanya tu maamuzi. Na maamuzi yako chini ya himaya yako, yako chini ya uweza wako. Ni kufanya maamuzi. Uko hapo unasema sijawahi kuokoka, unaweza ukaokoka. Tunaweza tukaomba na wewe asubuhi ya leo na ukaokoka. Na kufanya maamuzi ni kunyosha mkono wako tu juu, unasema mimi niko hapa nahitaji kuokoka. Kama uko hapa unahitaji kuokoka,